Karibuni sana tena ndugu watazamaji, ni siku nyingine nzuri ambayo tumepewa na Bwana kwa ajili ya kuweza kufundishana na kuelimishana. Na leo nitakwenda tu kuonesha ni kwa nini biashara zinachukua muda mrefu sana kuweza kutoboa. Yaani biashara yako wewe unayenitazama, kwa nini imechukua muda mrefu sana kufanikiwa? Ni sababu zipi za msingi sana ambazo zinapelekea biashara kukaa muda mrefu kupita kiasi bila kufanikiwa? Karibu ungana na mimi mwanzo hadi mwisho wa video hii. Usi-exit mapema ili uweze kupata picha na mwanga na maarifa ambayo yataenda kubadilisha utendaji wako wa kazi. Asante, karibu tuwe pamoja. Vitu vikubwa katika maisha yetu tunavyovitarajia au kuvitaka vipatikane huwa vinahitaji pia proper timeline. Viwe vina muda mwafaka ambao unakuwa umetengenezwa na umeandaliwa wakati unaandaa kitu kikubwa. Hakuna kitu kikubwa au kitu kikubwa tuseme kama gorofa kinachopatikana ndani ya muda mfupi. Yaani ni lazima kuwe na proper timeline, kuwe na utaratibu wa muda mzuri unapokuwa unataka kufanya jambo lako. Sasa nimeanza nikasema kwamba kuna watu wanafanya vitu, lakini vitu hivi havifanikiwi kwa muda mrefu sana, na wanakaa hapo kwa muda mrefu sana bila kufanikiwa. Video hii inakwenda kuongelea sababu 1, 2 au 3 za msingi sana ambazo kwa kupitia uzoefu wa utendaji wa kwangu mimi nimezibainisha kama ni sababu kuu. Zipo sababu zingine utaongeza za kwako, lakini hizi za kwangu ni zile kuu zinazopelekea biashara ikae muda mrefu ikiwa vile vile ilivyo imedumaa au bila kufanikiwa au kukata tamaa. Ikafikia mahali unakata tamaa bila kufanikiwa. Sababu kubwa ya kwanza ni kwamba waanzilishi au wenye biashara wanaofanya shughuli yoyote ile wanakuwa kwenye spidi kupita maelezo. They are in a rush. Yaani wanataka waanze leo, wafanikiwe kesho. Hii sababu imewapelekea watu kufanya vitu kwa spidi isiyokuwa ya kawaida, kwa sababu wewe mwenyewe hauna utaratibu wa muda, hauna timeline nzuri ya kukifanya kile kitu. Kwa hiyo unataka ufanye leo, alafu kesho uwe kama fulani. Kwa hiyo unafanya kwa spidi inayopitiliza. Maana yake ni kwamba unaruka utaratibu. Unaachana na utaratibu, unatengeneza speed. Kwa hiyo unapishana na utendaji ambao unasababisha matokeo yaweze kutokea kwa urahisi. Ila unakimbizana na timeline. Unakimbizana na speed ile ambayo umeamua kuweka wewe kwa kuangalia mtu mwingine anayefanya jambo lile. Unataka uwe kama fulani kesho. Unataka uwe kama mtu unayemwangalia kesho. Role model wako unataka uwe kama kesho yeye. Kwa hiyo inapelekea mpaka kiasi kwamba unashindwa kufanya vitu kwa utaratibu. Na wakati wanasema Waswahili kwamba polepole ndio mwendo, mimi nasema utaratibu ndio mwendo. Ukitaka ufanikiwe jambo lako kwa kubwa kwa haraka, fanya kwa utaratibu, ndio utafanikiwa kwa haraka. Unaona kuna utaratibu lakini matokeo yake yanakuja haraka. Usipofanya kwa utaratibu, unafanya kwa spidi isiyokuwa coordinated, kwa hiyo matokeo yake yanakuwa hayako coordinated pia. Nimeona watu wengi, nimeshuhudia mimi binafsi ninachokifanya, chochote ambacho nimewahi kukifanya kwa kuacha utaratibu nikatumia speed, kimeniathiri kwa hali ya juu sana. Chochote ambacho nilikifanya kwa kufuata utaratibu kimeniongezea speed ya kufanikiwa haraka sana. Sikai hapo muda mrefu sana bila kufanikiwa kama nitakuwa nimefuata utaratibu.
lakini chochote ambacho nimekifanya bila kufuata utaratibu kimeishia njiani. Sasa jamii tunayoishi imebadilisha vitu ambavyo sio utaratibu kuwa utaratibu. Mafanikio ya haraka yanatakiwa yafanywe kwa utaratibu. Kwa bahati mbaya, jamii nzima, karibu sio nzima, labda jamii yetu, watu wengi sana wamezoea kufanya vitu kwa kujaribu kuepuka utaratibu. Kwa hiyo hata katika kazi, hata katika biashara, mtu anapokuwa anapanga tu namna gani nzuri ya kuharibu utaratibu ili afanikiwe. Yaani kwa kutokufuata utaratibu. Hiyo ni scenario ya kwanza. Scenario ya pili, hata utaratibu wenyewe umekuwa haujulikani wa kufanya jambo fulani. Kwa sababu hatuishi katika kufanya vitu kwa utaratibu. Kwa hiyo unapoanza kitu chako, unaanza bila kufahamu utaratibu wa kukifanya kile kitu. Kwa hiyo unakifanya kwa kuangalia matokeo. Kwa hiyo unakuwa unakimbizana na matokeo, unasahau utaratibu. Sasa kwa sababu unashindwa kufuata utaratibu wa kufanya jambo hilo ambalo unalifanya, na pengine haufahamu utaratibu wake wa kufanya, inapelekea kuweza kuharibu matokeo. Matokeo hayaji yale unayoyakusudia, kwa sababu usipofuata utaratibu wa jambo lolote huwezi kupata matokeo. Yaani hata kama ulikuwa unapika biriani, kuna utaratibu wake. Kuna namna ya kuweka viungo, kuna namna ya kuongeza recipe, kuna namna ya kuongeza sauce ili uweze kupata biriani. Sasa ukiacha kufuata utaratibu, hata kama utakuwa na speed kiasi gani, matokeo kama ni kupata biriani huwezi kuipata. Sasa hii nimechukulia mfano kwenye biriani, lakini ninachomaanisha ni kwamba matokeo yako yale unayotarajia makubwa, mafanikio unayotarajia ndio biriani yako. Sasa utaratibu wake ni gani wa kuweza kukusaidia wewe kuweza kufika kwenye matokeo unayotarajia? Utaratibu umeathiriwa na speed. Watu wako kwenye rush, watu wako kwenye kukimbizana kufanya vitu vitokee bila kufuata utaratibu. Sasa kinyume cha kutokuwa na utaratibu ndio umekuwa utaratibu. Kuna watu unampatia hata nafasi ya kufanya jambo kwako, anatafuta namna nzuri ya kukupiga. Yaani kufanya kinyume na utaratibu ndiyo utaratibu. Matokeo yake wanakwamisha kufanikisha lile jambo. Kwa hiyo mambo mengi yamekuwa hayatokei. Moja ya sababu nitakayoiongelea leo ni hii ya kutokufuata utaratibu katika kutenda kile unachokifanya. Unapofanya kazi yoyote ile, iwe ya kuajiriwa, iwe ya kujiajiri mwenyewe, ili mradi ni kazi umepewa, cha kwanza kufahamu ni utaratibu wa kuifanya hiyo kazi. Ukiifanya kazi kwa utaratibu, kwa kufuata taratibu zake, unaimaliza haraka na unaimaliza kwa wakati na inawahi kutimia. Ukifanya ili mradi liende kwa kukimbizana, kama vile umechelewa vile, matokeo yake ni kwamba matokeo yanakuja sio yale uliyotarajia. Kwa hiyo haupati unachokitaka, unarudia tena. Nimewahi kupeleka gari yangu garage kwa fundi ambaye anafanya kazi kwa rush, anakimbizana. Sijui nimeirudisha garage mara ngapi, sikumbuki mara ngapi,
lakini kila ikifika nikiishika bado haija sawa, anarudia tena. Akirudia anarudia kwa kukimbizana vile vile, hatumii utaratibu wa kukagua, kupima, kufanya nini. Na mwisho wa siku akanikosa, na naamini kabisa atakuwa amewakosa watu wengi, kwa sababu sasa hivi nimewapita maeneo yale, gereji imefungwa. Sasa kuna watu wengi sana mnaonitazama, mmefunga gereji zenu, mmefunga biashara zenu, mmefunga maeneo yenu ya kazi, yamefungwa kabisa. Lakini unadhani kwamba labda wewe umelogwa au pengine haukupangiwa kufanya hicho unachofanya. Lakini kumbe tatizo lako kubwa haukuwa tu unafanya vitu kwa kufuata utaratibu kwa taratibu. Umekuwa kwenye rush, umekuwa unakimbizana kufanya mambo yatokee, mwisho wa siku unaharibu. Usipofuata utaratibu kwenye kufanya unachokifanya, matokeo ni kuharibu. Slow au easy speed, yani ukifuata utaratibu ndio mwendo. Sasa hivi ninavyoongea, unawezekana unanisikiliza unaelewa, lakini ukipewa sasa hivi hapo kazi ya kufanya, unatafuta namna ya kumaliza haraka. Sio kama unatafuta utaratibu, unatafuta nifanye vipi haraka haraka nimalize. Baada ya kufuata utaratibu wa kufanya hiki kitu ukoje, haujiulizi hilo swali. Unajiuliza tu nifanye haraka haraka kiasi gani nimalize. Imepelekea watu wanaofanya kazi au biashara kupoteza fedha nyingi sana, kwa sababu ya watu au timu ulionayo na yenyewe muda wote inatafuta namna nzuri ya kukwepa kufanya jukumu lake kwa kumaliza haraka kinachotaka kupewa, alichopewa kufanya, badala ya kujiuliza utaratibu wa kukifanya. Mwisho wa siku ni upotevu. Na upotevu kitokea, unahama kwenda kwenye biashara nyingine. Unaiacha ile biashara kuu, unaona hii sikupangiwa nayo. Unatafuta nyingine ambayo ina matarajio usiyoyafahamu. Ukiingia unaacha kufuata utaratibu, unafanya kwa speed yako unayotaka, inakuangusha, unachukua nyingine ambayo na yenyewe ni ya matarajio usiyoyafahamu. Ukiingia tu, ukishafahamu mchakato, ukishauona na uona mchakato, pengine hata unauona kabisa mchakato, lakini unaona kwamba ni mchakato mgumu sana, alafu wewe unatengeneza wako unaoendana na haraka yako. Na Waswahili walishaona, wakasema haraka haraka haina baraka. Wanafahamu kwamba utaratibu ndio mwendo. Sasa mtu kufuata utaratibu umepelekea kila kitu kuonekana ni tatizo. Unakuta mtu anasema sina mtaji wa kufanya jambo hili, lakini kweli pengine ninaelewa mazingira na hali, mitaji ni muhimu na fakta kubwa nyingine ya kuweza kufanikisha jambo lako, lakini pengine ungefuata tu utaratibu fulani, ingekufanikisha jambo lako kwa urahisi. Nitoe mfano, nilipokuwa nikihitaji kujenga nyumba yangu. Sikuwa na fedha ya kujenga ile nyumba kwa wakati mmoja ule ule. Sikuwa na fedha ya kujenga kwa wakati mmoja itokee vile ninavyotaka. Nilikuwa napata pesa kidogo kidogo kama walivyo watu wengine, wewe au mtu mwingine anayenisikiliza. Pia na mimi nilikuwa napata fedha kidogo kidogo. Lakini nikatengeneza utaratibu. Ile fedha niliyokuwa nayo kidogo, nikawa ninaipeleka kwa ndugu yangu mmoja anaitwa ni Mpemba. Kidogo kidogo ninachukua vitu alafu ninamlipa.
ninapeleka kidogo kidogo, nachukua vitu ninamlipa. Wakati huo nilikuwa nikitengeneza ushahidi wa kwamba mimi ni mlipaji nikikopeshwa au nikiaminiwa. Nimefanya hivyo mpaka ile fedha yangu niliyokuwa nayo ilipoisha, hatua kwa hatua, kwa sababu nilishatengeneza ushahidi wa kwamba mimi ninaaminika. Baada ya fedha yangu kuisha, aliendelea kuniamini, kunipa material ya kujenga nyumba yangu, na kweli nikipata ninapeleka kwa makubaliano. Kwa utaratibu ule nikajikuta nimemaliza na nimehamia nyumbani kwangu. Ni watu wengi mnafahamu haya ninayoyasema, mmeyapitia. Kwa nini msia-apply haya kwenye mambo mengine ya maono, ya biashara, ya kazi tunazofanya? Tumia utaratibu huo huo kwenye jambo lako jingine. Tengeneza ushahidi ya kwamba wewe unaaminika, wewe ni mtu wa utaratibu. Halafu baada ya kuwa umeshatengeneza ushahidi, upande wa pili watakuamini. Ukishaaminika, utaanza kupata sasa matokeo ya uaminifu, ambao ni favors, ambao ni kuaminika, kukopeshwa, ambao pengine ni kusaidiwa kuenda kwenye hatua ya pili ya maisha yako. Lakini pale unapompa mtu fursa kidogo, tena unampa kwa yeye kukuonesha tu kwamba ni mwaminifu ili umfungukie pakubwa, yeye anakupiga hapo hapo. Yaani unakopeshwa matofali 10, unateketea nayo. Yaani unaondoka na kabisa kwa spidi, haulipi. Ni sasa na mtu umempa nafasi ya kazi kwa kumwamini kwa kazi ndogo, alafu anakuzingua. Badala ya kujenga ushahidi kwamba yeye ni mwaminifu, ili sasa wewe umwagikie, umpatie favors, umpatie vitu ambavyo ni matunda ya uaminifu. Lakini haya yote ninaongelea utaratibu. Kama una struggle, kama una changamoto ya kutokufanikiwa haraka kwenye jambo lako, tathmini utaratibu wa kufanya jambo lile. Tengeneza trick ya kiutaratibu inayofuata utaratibu na mchakato. Utafanikiwa. Usipofuata utaratibu, hata huko barabarani tunakotembea kwenye magari, ikitokea tu kuna watu wamevuruga utaratibu kwamba magari yanaelekea huku na wenyewe wakaanza kurudi kwenye njia moja ile ile, utaratibu ukivurugwa, wote tunakwama pale. Unaona foleni inajaa kwa sababu kuna mtu hataki kufuata utaratibu, amevuruga foleni, amevuruga ule mwendo wa magari. Mwisho wa siku kuna jaa, inaitwa jam, traffic jam. Lakini ukiuliza nini kimejamisha, nini kimetengeneza mpaka foleni kubwa namna hii? Kuna kitu mahali fulani, kuna mtu tu mahali fulani ambao hayuko tayari kufuata utaratibu. Yeye kuvuruga utaratibu kwa mambo ya haraka, anafikiri ndo speed. Mwisho wa siku anakwama na anakwamisha na wengine. Haraka sio mwendo. Haina baraka. Matatizo mengi unayoyaona kwenye mizunguko yetu ya kijamii, kuanzia mabarabarani na sehemu nyingine zote tunazoishi, ni pale ambapo watu wameshindwa kufuata utaratibu. Wametumia haraka. Yeye ana haraka kuliko wengine. Mwisho wa siku lile jambo linashindwa kutimia kwa spidi ile ambayo inatakiwa, kwa sababu utaratibu unaotakiwa haukufuatwa. Ushauri wangu kwa wewe unayenisikiliza na kunitizama,
fuatilia utaratibu wa kufanya jambo lile ambalo limekushinda kufanya. Na unaweza ukashare na sisi kwamba jambo langu nilikuwa ni hili hapa, lakini limenishinda kufanya na ninaona halitokei. Ni utaratibu upi nilioukosea ambao ningeufuata sawasawa na unavyosema hapa, ingenifanya niweze kufanikiwa kwa haraka? Lakini utakuwa umekaa hapo, vitu havitokei, vitu haviendi. Kila siku unaamka, unajiamka mapema, unakimbia kazini, unakimbia huku, vitu viko pale pale, vitu havitokei. Vitu havitokei. Mwanzo ni kwa sababu pengine hata haujui utaratibu unaotakiwa kwenye jambo hilo, au kama unajua basi haufuati utaratibu. Nimeshafanya utafiti wa kutosha kwa vitendo. Hiki ninachokisema ni kwamba ukifanya kitu kwa kufuata utaratibu ni spidi, unakuwa umeongeza spidi. Ukifanya vitu haraka haraka, unakwenda unavifungamanisha vile vitu kiasi kwamba huwezi hata kuvifungua tena. Vinakwenda vinapandana, yani kama vyuma vinapandiana juu. Mwisho wa siku uharibifu ndo matokeo yanayotokea. Na uharibifu inahitaji marekebisho sasa, ambayo inakuwa ni tatizo, ni ugonjwa sasa. Sasa umebadilisha fursa kuwa tatizo kwa sababu tu ya kutokufuata utaratibu. Kuna watu wengi sana wanaobadilisha fursa kuwa matatizo kwa spidi zao. They are in a rush. Kila mtu yuko kwenye rush. Uwe barabarani, kila mtu ana haraka, kila mtu anataka awe mbele ya mwenzie. Utaratibu upo na unajulikana. Wakupita kulia anapita kulia, wakupita kushoto anatakiwa apite kushoto. Lakini anayetakiwa kupita kushoto ndo anapita kulia, anayetakiwa kupita kulia anapita kushoto. Mwisho wa siku mmefungana, hakuna kwenda, wote mmekwama, na unakwamisha na wasiokuwa na hatia. Ni maombi yangu tuwe na jamii inayofuata utaratibu, kuanzia majumbani, kazini, kila nafasi ulionayo, iwe serikalini, iwe popote pale, kwa nafasi yoyote ulionayo unayenisikiliza. Mimi kazi yangu ni kusema hivi, kazi yako wewe ni kutekeleza. Ukipuuza haya ninayoyasema, utaanzisha biashara 1000 na zote hazitafika mbali. Kwa sababu kila siku utakuwa beginner. Kila siku utakuwa unaanza kingine. Kikifungamana hiki kwa sababu ya kukosa utaratibu, unakimbilia kingine. Yaani kila siku unakimbilia kupata hela ya kula tu, kupata hela ya kula tu, unakimbizana unapata hela ya kula, unatembea. Ili tuweze kufanikiwa wengi, inatakiwa tufuate utaratibu. Tusipofuata utaratibu, hatuwezi kufanya jambo likaleta maana. Tuachane na spidi zinazoharibu, kukimbizana kwa rush ambazo kuna haribu utaratibu. Weka spidi yako kwenye utaratibu. Jifunze namna ya kufanya vitu kwa taratibu. Ukipewa kazi, sikiliza maelekezo yenye utaratibu wa namna ya kufanya unachotakiwa kufanya. Unampa mtu kazi, unampa utaratibu, anatengeneza wa kwake. Yeye naye ni mjanja kupita wewe uliyetengeneza. Mwisho wa siku anataka kuuzia samahani wewe aliyeshakosea, ulimpa utaratibu akauacha, akatengeneza wa kwake, akakosea, alafu anataka kukuuzia wewe samahani. Mimi wanaambia samahani hajawahi kunilipa hela yoyote. Nilikupa utaratibu ufuate. Umeshindwa kuufuata, tembea kafanye kwingine kwa watu ambao hawahitaji utaratibu. Kwangu hapa kila kitu kinafanywa kwa utaratibu. Naombeni tufanye vitu
kwa kufuata utaratibu na sio kufuata rushing, sio kukimbizana, kusikokuwa na mpangilio. Tutaona vitu vyetu, biashara zetu zinatokea bila kuahirisha vitu njiani. Kwa sababu sehemu moja wapo ya kutokufuata utaratibu ni kuahirisha jambo. Na hii ndo sehemu ya pili kubwa inayopelekea biashara zisitokee. Postponement. Kuahirisha jambo, madhara yake huwa ni makubwa sana. Yanaweza kupelekea uharibifu au hata kifo cha biashara. Lakini mtu anajisikia rahisi tu kuahirisha jambo. Tusiwe ni watu ambao tunapenda sana convenience kwa kuahirisha jambo unalotakiwa kulifanya au kitu ambacho kinatakiwa kifanywe kwa sasa. Wewe unakibadilisha, unakiahirisha, unakipeleka baadaye at your convenience, kwa muda wako unaodhani kwamba ni sahihi. Unafungamanisha vitu. Hivi vitu tumesema mwanzoni huko vinafanywa kwa utaratibu. Sasa utaratibu unafika mahali ambapo itakiwa connect kwako, wewe connection umeahirisha, inakosa connection, inaanguka, inafail. Yaani watu kuahirisha jambo imekuwa ndo kanuni. Yaani ndo kawaida. Inapelekea gharama zinakuwa kubwa za kiutendaji. Aliyekuwa anasubiri, tuashumu kwamba ni mzigo mtu anausubiri upande wa pili, pengine hata amesafiri kabisa, amekwenda eneo lile, alafu wewe umeahirisha kuutuma. Unaahirisha kuutuma leo, kumbe kesho ni Ijumaa Kuu. Ni sikukuu. Inapita Ijumaa Kuu sikukuu, Jumamosi sijui Jumamosi Kuu, Jumapili ya Pasaka, Jumatatu ya Pasaka, Jumanne, siku 4 umemwekea mtu gharama za kulala, umemwekea mtu gharama za kula, umemwekea mtu gharama na umeahirisha vitu vyake, umepelekea ahirishe vitu vyake upande wa pili vya kutosha. Akisubiri wewe uliyeahirisha tu kutuma huo mzigo wa Alhamisi kabla ya Ijumaa Kuu. Na ukiulizwa sababu ya msingi ni convenience yako tu, ulijisikia tu kuahirisha. Na mifano dhahiri ya haya nayo yaongea. Kuahirisha vitu kunapelekea hasara nyingi sana kwenye biashara, kwenye kazi. Kwa uwezo wangu na ushauri wangu, mimi ningependa kukushauri ndugu mtazamaji na msikilizaji, kuanzia leo upunguze idadi ya kuahirisha hata kwa 95%. Jaribu tu kujiassess kwamba hivi wiki hii mpaka leo nasikiliza hii video, nimeshaahirisha mambo mangapi kuyafanya? Wiki hii tu, wala sio mbali, kwa sababu bado nakumbuka. Ulitakiwa ufanye nini Jumatatu na umeahirisha? Ulitakiwa ufanye nini leo kabla ya kusikiliza hii video na umeahirisha? Kuna watu hata wanaahirisha kusikiliza hizi video. Nitaisikiliza baadaye. Ghafla zinakuwa 10, zote umeziahirisha. Utasikilizaje sasa? Unajikuta usikilizi hata moja, na unakuwa ndo umeshashindwa kwa sababu unakosa maarifa yaliyoko ndani ya hizi video. Vitu vyako ambavyo vingefunguliwa na kusikiliza hii video kama hii, vyote havifunguki kwa sababu hujapata maarifa ya bure kama haya. Na sababu kubwa ni nini? Umeahirisha tu kwamba nitasikiliza baadaye. Kwa sababu baadaye si unaonaga hamna kitu, kwa sababu baadaye nani anaijua? Wewe mwenyewe baadaye huijui. Mimi kwa upande wangu maisha huwa ni sasa. Ukiona sijafanya sasa hivi, ujue hicho kitu sikifanya.
Ukiacha kuahirisha mambo, unaongeza speed ya productivity, unaongeza speed ya uzalishaji, unaongeza speed ya utendaji na matokeo kuja kwa haraka iwezekanavyo. Kuna watu wamepanga kwenda China, leo ni mwaka wa 5 hajawahi kwenda. Anaahirisha tu, hela anayo, kila kitu anacho, kila kitu kipo, lakini tunasema sijapata mtu wa kwenda naye. Utafikiri yeye anaenda naye hakuwahi kwenda peke yake. Na sababu zingine tu za kiuchovu, si huwa nadhani ni mapepo au tatizo, sielewi, lakini watu wanaahirisha vitu sana. Vinatengeneza disconnection, kutokuwa na muunganiko kati ya tukio na tukio, kwa sababu hapa katikati kumeahirishwa. Mwisho wa siku, matokeo yale ambayo ulitakiwa yatokee kwa speed, kwa haraka, hayatokei kwa sababu vitu havijaungana. Kuna breakup kubwa mno za kuahirisha mambo. Nishaye kuongea video za nyuma, hata kuahirisha tu kuamka kwa saa maalum inaweza kukupelekea kuharibu matokeo ya jambo linalokwenda kutokea. Ukicommit kitu, kifanye. Ukipromise kwamba nitafanya, fanya. Usiahirishe mambo. Na unaposema kufanya, rudia hiyo part 1 ya kwanza hii video. Fanya kwa utaratibu. Ukifanya haya mambo mawili, ukawa ni mtu kuanzia leo, kila unachokifikiri unakitenda, unakufanyia kazi hapo hapo, na unakifanya kwa utaratibu. Miezi 6 mingi, ndugu yangu, jambo lako limesimama kwa spidi usiokuwa umeitarajia. Ili mradi tu usiahirishe na ufanye kwa utaratibu. Asante kwa kunisikiliza. Karibu tena wakati mwingine kwenye video zinazofuata.